Mke wa bosi, mke wa bosi, mke wa bosi, mke wa bosi, mke wa bosi. Mapenzi sio kulazimisha. Ndio, mbona kama uko sawa? Yaani baba, kila kukicha ni bora ya jana. Kivipi? Mwenye banda lake hataki tena kugojea pesa zake. Anataka kesho tena tukachukue vitu vyetu. Uongea naye vizuri? Niliongea naye baba, lakini hakunielewa. Lakini hata hivyo, nina habari njema sana. Natumaini itakufurahisha na utakuwa na furaha siku zote za maisha yako. Na unajua kabisa baba yako sijawahi kukuangusha hata siku moja. Ni jambo gani hilo? Hapa bwana, kumetokea jamaa mmoja mwenye pesa zake, tajiri, papa, ana miela yake, mtu mwenye jina lake Tanzania, anahitaji kukuoa. Hivi babu, naamini katika mambo ya ndoa au unataka na mimi nikateseke huko? Hapana binti yangu, umri wako umeenda, pia huwezi kuishi na mimi miaka yako yote. Unahitaji uolewe, ukaishi kwenye ndoa. Ambaye naisia na unaenda wapi? Siko sawa baba. Ya raiti ningejua mapema ningegoma. Huyu ninayemuona so yule nilompenda. Pesa ninazo, mali ninazo, ila furaha sina. Naona furaha usoni kwako. Kuna nini tena? Unajua nina kila kitu katika maisha yangu, lakini sijawahi kupenda. Toka nimekuwa kijana mpaka nafika umri wa utu mzima, sijawahi kufikiria. Na kutokana na ubizi wa kazi zangu, basi nilikuwa naona mwanamke ni kazi kubwa sana na siwezi kupenda. Na kuona tofauti sana boss. Mabosi wenzako kama wewe wanapenda toto, hususan toto vya 2000, lakini wewe nakuona wajabu sana. Uwezi amini, I am in love. Mr. Nyanji, usitaki kuniambie baada ya kuishi miaka yako yote leo ndo umekuja kumpenda mtu? Tena nataka nioe haraka sana. Haraka sana. Sawa. Na vipi kama hatakubali? Kevin, unajua nguvu yangu. Hakuna mtu anaweza akapinga. So, nikikuona wewe, huwa najua umeleta habari nzuri sana. Kwa sababu hujawahi kuniangusha hata siku moja. Exact. Mad respect boss. Document hizi hapa. Usiwe na haraka kuzipitia. Endelea kumwaza binti utakaye. Kisha utazipitia. Okay. Unaweza kwenda. Sawa boss.
Mke wangu. Naam, mume wangu. Kwani usiende ukajimwagia maji tule afu tule tena? No, mimi niko sawa ila nimechoka sana. Hapa nataka tupumzike. Of course babe, najua umechoka. Ili ulale vizuri. Uone kama ni sahihi ukienda ukajimwagia maji afu ni kuenjoy kidogo babe. Hapana. Lakini baby, uone kama unaharibu saikolojia yangu. Na unataka haja zangu niwe nazipeleka wapi sasa? Kwa nini unafanya kitu kama hicho? Sasa mume wangu, muda mwingine kuwa na huruma jamani. Nimetoka kazini, nimeshinda siku nzima. Nimekaa siku nzima, nimepigwa makelele siku nzima, nimechoka. Yaani nimechoka hapa nilipo. Uone hata nimefika hapa ndani hata salamu sijakusalimia, nimeingia nimelala na nguo. Muda mwingine vitu unavyoviona hivi kwa macho unatakiwa kuuliza, sio unakuwa unalalamika tu muda wote unataka ngono. Mimi nachoka. Jaribu kuwauliza wanaume wenzio kama mwanamke anapochoka. Ni sawa kumzalimisha tendo la ndoa? Maana kila ninavyojitahidi kukueleza unaona kama vile mimi nakunyima, sijui nifanye nini. Nachoka. Unavyoninyima tendo naona uko sahihi. Basi sawa, hamna shida. Nesi kuandama kwa jua katmwezi ndo siri yake. Kovu alibandwa magamba, kidonda na kuchubua. Na anasema nitaki haya. Saa alifanya nisikwe dunia nimeumbwa kwa ajili yake. Kwa marafiki nkatamba, kuwa kwake nimeshatoa. Leo anasema nipendi haya. Saa msimdanganye na lala. Ila nikiamka mawazo yanishika. Masikini mimi nimeachwa. Kuna shida gani babe? Mbona nipigia simu nyingi sana? Esa, wezi amini mama bado hayuko sawa. Pole sana. Sasa utakuwaje? Tena hivi nimetoka kuongea na daktari. Anasema bado laki nyingine. Yaani sijui hata nitakusaidiaje kwa sababu tayari pesa yote nimeshalipa kodi. Esa, unajua tena sana msaada kwingine. Nisaidie. Okay. Acha mimi niende tu kazini. Pengine naweza nikapata mtu kumkopa nikaja kusaidia. Yes. Usimcheze chatu dongo usimtupie, utaukosa ushindi. Usimcheze chatu bosi. Naona bosi bodyguard hakuna. Yupo. Utakabwa. Utakabwa bosi wangu. Hamna mtu anaweza kunifanya kitu. Nipigia simu nikakufuata huko. Au na hapa ipo. Hamna mtu anaweza kusumbua. Karibu sana. Asante sana. Ninaona leo una furaha sana mzee wangu. Na kuna nyimbo za zamani baba. Wewe Zakia, naomba kae chini. Zakia binti yangu, nadhani Sulai sio mgeni kwako. namjua, alitaka kuni. Sasa binti yangu, huyu anaitwa Mr. Nyanje. Huyu ni bosi mkubwa, tajiri, mwenye hela zake. Na jana tuliongea sana, japo haukuwa sawa. Na huyu ndio anataka kukuoa. Hivi baba, unakisikia unachokiongea kweli? Huyu si mzee huyu. Huyu ujana wake alikuwa wapi? Hadi sasa hivi anaanza kuning'ang'ania mimi.
Nyamaza bana, wewe unataka nikuvunjia heshima? Lazima nikuvunjie kwa sababu wewe mwenyewe hujaheshimu. Uzee wako uliko wapi mpaka sasa hivi nitakuangana tena? Hilo sahau kabisa. Yaani kitu kama hiko kama kitatokea labda mimi nife. Siwezi kuolewa na mtu kama huyu. Kevin, sitaki kumwaga damu kwa ajili ya kubembeleza mapenzi. Au unatakia mtumie nguvu Shikamoo bosi. Wewe ni nani? Mimi naitwa Ethan bosi. Ni mmoja kati ya wafanyakazi wako katika ile jengo. Na imani wewe haunifahamu, lakini mimi nakufahamu bosi wangu. Wewe inakuwaje mtu anaajiriwa hapa afu mimi sijui? Kweli boss. Ameajiriwa hivi kwa nisema kwa kuna mambo mengi tumeshinda kuwasilisha daktari. Bosi, mimi nilikuwa na shida kidogo. Kwa hiyo nikahitaji nije nikueleze. Lengo langu la kuja hapa nilikuwa nahitaji japo nusu mshahara ili niweze kukidhi mahitaji yangu kama binadamu nyumbani. Tafadhali mzee wangu, nakuomba sana unisaidie. Hivi unakicha? Mwisho wa mwezi bado hujafika unahitaji mshahara. Wewe kama nani? Mimi mwenyewe bado sijapata hiyo. Hivi, wewe kijana, unafikiri mimi ni mtu wa kufikiwa haraka haraka tu? Mtu ananifikia kienyeji, sio? Nani kakuingiza huko? Na kuuliza nani kakuleta huko bila ruhusa yangu? Toka ofisini kwangu. Sitaki kukuona wala maeneo ya kazi sitaki kukuona. Hakuna kufanya kazi katika eneo langu. Toka! Bosi, lakini mimi sikuwa na lengo lolote ile baya la kuongea hivi. Toka! Ni wazo gani? Ukijana usifukuze kazi. Nitamtumia kwenye majukumu yangu. Kwa sababu gani? Hiyo swali niachie mimi. Wewe tunamtaka ule binti. Ushampata. Kila kitu niachie mimi. Kama utafanikisha nitampata, basi nitakununulia gari iliyopo katika ndoto yako. What? Boss, hicho kitu ni chini. Ni chini kasha kuwa wako. 100%. Okay. Pressure. Punguza pressure. Mimi. Haishindi hiyo kazi. Najua. Nina furaha sana kuwa na mtu kama wewe. Hujawahi kuniangusha. Endelea na shughuli zako. Yaani Asha, mimi mzee wangu hata simuelewi. Yaani amekutana na mzee yule, sijui amekutaniana wapi, sijui ameongea nini, sijui yule mzee maisha yake ujanani alikuwa vipi, amefikia umri kama ule, amekongoroka. Umeona? Anakuja kwangu mimi atasema anataka kunioa. Kwa sababu tu ya kunioa ni nini na yule mzee wangu sijui kapanga nini eti kwa sababu ya hela. Ndugu yangu, bahati hiyo ujue. Kuna wanawake wanatafuta sasa hivi wanaume wenye hela, lakini wanakosa. Bahati hiyo, kubali tu uolewe. Hali sasa hivi ngumu ya maisha wewe. Utakuja kujuta baadaye. Wewe haya. Yaani ngoja nikwambie kitu. Mimi kwenye maisha yangu hata sijawahi kuwaza kwamba nitakuja kuolewa na mtu
kisa pesa, au nitakuja kulala na mtu kisa pesa. Kwa nini nitoa utu wangu kwa ajili ya pesa? Utakuja kujuta baadaye. Utakuja kujuta. Hali ya maisha unaiona sasa hivi. Haya, shauri yako. Vipi kuhusu ile banda lako? Ndugu yangu, nimetafuta, nimetembea kwa kila mtu ambaye namjua, ambaye najua kabisa kwamba huyu anaweza kanazima hata kidogo. Amenikatalia shoga, kila mtu anasema hali ngumu. Niazime basi kama unayo kidogo ndani. Ndugu yangu, sina hata hela hapa nilipo. Bahati ndo hizo unaziacha, wanaume ndo wao wenye hela wanakuja unawaacha. Unaona sasa shida yake sasa hivi. Usijali bro. Hivi vitu vyote nilivyochukua ni vya kwangu. Hakuna hata kitu kimoja cha ofisi. San, nishaongea na boss. Unaweza kaendelea na kazi yako. Kwa nini? Boss zilikuwa tu ni hasira. Amesema unaweza kaendelea na kazi kama kawaida. Alafu kuhusu ombi lako limewasilishwa. Nitakupatia kiasi cha pesa ukitaka. Alafu San, naomba nitumie picha zako 3. Nzuri. WhatsApp sasa hivi. Fanya basi nipate ile pesa. Sawa. Kabla mambo hayajawa mengi. Usijali. Sio nisijali na kujua wewe mambo mengi bana. Hebu niangalie kwanza. Unasemaje? Wewe tena my handsome boys. Unajua ninavyokupenda kwa tukio sana. Mwezi ndo siri yake, kovu libandwa magamba, kidonda na kuchubua, na anasema nitaki haya. Sawa, alifanya nisikwe, dunia nimeumbwa kwa ajili yake. Kwa marafiki nkataba, kuwa kwake nimeshatoa, leo anasema nipendi haya. Sawa, hakuna kufanya kazi katika eneo langu. Toka. Nikiamka mawazo yanishika, masikini mimi nimeachwa tena, hata siamini niko single tena. Mdomo na tabasamu ila moyo na mato tiriririri yatiririka, machozi Sasa mzigo hapa. Kama tulivyoongea, labda nikutoe hofu. Hii kazi ukipiga kiufasaha kabisa, hata maisha yako yatabadilika. Nakwambia mimi. Mambo yatabadilika. Mambo yatabadilika. Tiangu. Na kingine Faza, hii ni siri. Nakudokezea tu. Maana tujaribu kujadili kule na Faza nakupa ya undani. Kasema kama kazi hii itaenda vizuri kabisa, basi naamini atakubadilisha hata mazingira kwa nyumbani. We, ana mpango wa kuvunja hii nyumba. Acha. Nakupa hiyo.
furniture, yani kila kitu. Mungu. Kwa maskini nimeuaga. Maskini nimeuaga. Ndio mwaka wa mwisho. Zakia. Baba, kama nishakuolewa na yule mzee, nimekwambia sitaweza. Huwezi kwa nini? Na ni sehemu gani imeandika kwamba mzee hawezi kumwoa kijana? Na aliyekwambia kwamba yule mzee anakuoa wewe ni nani? Shida yako hutaki kunisikiliza. Baba, ungefanyaje? Hebu vaa viatu vyangu. Ungefanya nini yani? Najua unachokiongea kina maana kubwa sana na kina faida. Lakini anayetaka kuoa sio yule mzee. Sikiza binti yangu. Yule mzee uliyemwona sio yule anataka kuoa. Anataka kuoa ni yule katika hizo picha. Huyu kijana anaishi England. Ni ana pesa nyingi sana. Na ukipata muda zipitie hizo picha. Mahali langu chozi halina maana, mi siwezi kuomba msamaha mahali wema wangu haukuonekana. Macho aliona, moyo kapenda, ila huyu nilemwona so yule nilompenda. Nafsi tulia, macho acha kulia, japo huyu nemwona so yule nilompenda. Mke wa bosi, mke wa bosi, mke wa bosi, mke wa bosi, mke wa bosi. Mapenzi sio kulazimishana.